بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza kwa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salamu zimwendee wa mwisho wa manabii mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watakaojikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Tunaendelea ndugu zangu waislamu kwenye kitabu chetu Kitabu Siyam, ambacho asili ya kitabu hiki kimetoka katika kitabu Al-Fiqh al-Muyassaru fi Dawi al-Kitabi was-Sunnah. Kwa tumechukua hii sehemu kutokana na siku zenyewe ambazo tunazidi kusogelea mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Jana ndugu zangu tulisimamia kwenye sharti ya 5 katika masharti ya swaumu. Masharti ni mambo ambayo yanahitajika kabla ya mtu kuingia katika ibada. Tulizungumzia sharti ya 5 ambayo ilikuwa ni al-iqama, na leo tutamalizia sharti ya mwisho ambayo ni al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Sharti ya mwisho kwa mujibu wa kitabu chetu, sharti ya 6, na inawahusu kina mama. Al-khuluwu minal haidhi wan nifas ni kuwa hana kiziwizi cha hedhi wala nifas. Hedhi ni damu ile ya kawaida wanayoiona kina mama kila mwezi, na nifas ni damu ile ya uzazi. Ndio anatuambia fal haidu wan nufasa. Hakika mwanamama ambaye katika hali ya hedhi au kina mama ambao katika hali ya nifas, mmoja wao la yajibu alaihima siyam, sio lazima kwao swaumu, bali yahrumu alaihima, bali ni haramu kwao. Tofauti na msafiri, sio lazima kwake swaumu, lakini sio haramu akiswaumu, inakubalika. Ama upande wa kina mama mwenye yuko katika hedhi au katika nifas, ni haramu kwake kufunga, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, je, sinapokuwa mmoja wenu anapokuwa katika hali yake ya damu ya mwezi, lam tusalli wa lam tasum, anakuwa hawezi akafunga, hawezi akasali wala hawezi akafunga, fadhalika min nuqsani dinihi, na hii ndio alama ya kuonyesha upungufu wa dini yenu. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajibu ulizo ambalo mwanamama, baada ya kumsikia mtume anasema kwamba kina mama wana upungufu wa dini, ndio akamuuliza upungufu wetu ukoje? Ndiye mtume akamwambia, si mmoja wenu anapokuwa yuko katika hali yake hasali wala hafungi, huyo ndio upungufu wa dini. Na akawaambia na upungufu wa akili. Sema upungufu wa akili sio kwamba ni wenda wazimu, yani pana kitu fulani ambacho ni tofauti na sisi wanaume. Mwanamama alivyomuuliza Rasul akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka fasi ya shahidi mmoja mwanaume, ni mashahidi wawili wanawake, ili wao wanakumbushana. Kwa hivyo hadithi hii ndugu zangu inatuonyesha kwamba mwanamama akiwa mahali yake haijuzu kuswaumu. Na kina mama wengi maskini anashinda na njaa, eti anasikia haya kula. Sasa jamani, huwa anashinda na njaa nini? Ameruhusiwa kula,
chenye amekatazwa ni kula hadharani tu, lakini mpaka ngoje kushinda na njeti anasikia haya eti watamuona eti hata nini. Hii ni kujiadhibu na sio imani hiyo, hapana. Wayajibu alqada'u alayhima, na ni wajibu kwa wote wawili, mwanamama mwenye damu ya hedhi ambaye hakufunga na mwenye yuko katika damu ya nifasi ambaye hakufunga, ni wajibu juu lao kulipa masiku waliokula. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kwa ushahidi wa kauli ya mwana Aisha radhi za Allah ziwe juu lake, anasema kana yusibuna dhalika, alikuwa mmoja wetu akitokewa na hedhi, fanu'maru biqada'i sawmi, alikuwa akitokewa mmoja wetu na hali hiyo tunaamrishwa kulipa swaumu, wala nu'maru biqada'i sala, lakini hatuamrishwi kulipa swala. Tazama huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanamama anapokula kutokana na hali yake anahesabia tu siku zenye amekula atazilipa kwa kufunga, lakini hahesabii swala ngapi ambazo hakuzisali ili asilipe. Kwa nini walipe swaumu wasilipi swala? Kwa kuwa swaumu ni ndogo. Ama swala kwa siku moja, swala 5. Sasa akiingia mahali yake siku 7, mnasikia ikibidi kulipa, itakuwaje? Tasali mpaka anguke. Hata tarawih itafikiria. Allah akamuondolea ule uzito, akamwekea wepesi. Kwa hivyo hii ni zawadi ambayo wanaipata kina mama. Na hapa katika darasa lao la Ijumaa mosi palitokea ulizo hapo kidogo likawachanganya kina mama. Kwa mfano, mwanamama amefunga mpaka imefika saa 12, bado dakika 2 watoe adhana, akaiona hali yake. Kwa hivyo atafanyaje jamaa? Baada ya dakika 2 tufuturu, ameingia mahali yake, itakuwaje? Swaumu jamani ipo hapo? Hakuna swaumu. Nikawauliza kina mama, sasa jamani, hapa kwa mtazamo wenu mnasemaje hapa? Utafurahi au utahuzunika? Mama mnasemaje? Baada dakika 2 kiubinadamu atafanyaje? Atahuzunika. Lakini tulipowashereheshia kina mama walielewa. Allah anawapenda zaidi. Huyu muda wote aliswaumu kuanzia asubuhi mpaka bado dakika 12, mbele ya Allah hakuna malipo? Hakuna. Yapo malipo na siku atalipa. Kwa hivyo amepata ngapi? Mara 2. Sasa kati yao na sisi bora nani? Bora wao. Wamepata kwa siku moja mara 2. Sisi ni hii moja tu. Kwa hivyo haya maneno kuwaambia kina mama ni kuwaondoa ile huzuni. Asihuzunike na bei zawadi Allah amekupa. Allah sio dhalim, atakulipa kwa ule muda wako na siku utalipa tena, Allah atakulipa tena. Kwa hivyo hii ndiyo sharti iliyokuwa inabaki upande wa masharti ya swaumu, na hii inawahusu hasa kina mama. Tunaendelea almas'alatu sadisa, mas'ala nambari 6 kwenye kitabu chetu. Thubutu dukhuli shahri ramadana wa inqida'uhu, masharti kuthibiti kuingia au kuandama mwezi wa Ramadhani na kumalizika kwake. Tutachukulia kwenye mambo gani? Tutatizamia kwenye nini? Itakuwaje ili tuseme Ramadhani imeingia au Ramadhani imeondoka? Yathbutu dukhulu shahri ramadana bi ru'yati al-hilal, inathibiti au unathibiti kuandama mwezi wa Ramadhani kwa kuonekana mwezi.
Ndiyo maana sisi hatufati kalenda, tunafata mwezi. Kalenda inatusaidia, tunakwenda nayo, lakini ikifika mwisho tunatizama mwezi, hatutizami kalenda. Kwa hivyo mwezi ukionekana tayari binafsihi au bishahadati ghairihi ala ru'yatihi, mtu auone mwenyewe au apewe ushahidi kwa mtu mwingine kwa kuonekana mwezi huyo, au aelezewe, au ikhbarihi, au aelezewe bwana, mwezi umeonekana, umeuona, au umepewa ushahidi ukaelezewa kwamba na mwezi umeonekana, au ikhbarihi bidhalika. Fa idha shahida muslimun adlun, akitoa ushahidi muislamu adlun, muadilifu. Sasa amekuja pale ni tayari kuswala, bwana mimi nimeona mwezi, naambia weka pembeni bwana, haufai wewe. Fa idha shahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadana, akitoa ushahidi muislamu muadilifu kwa kuonekana muandamo wa mwezi au kuonekana mwezi wa Ramadhani, thabata bihadhihi shahadati dukhulu shahri Ramadhan, inakuwa imethibiti kwa huyu ushahidi ambao katuletea ndugu yetu muislamu muadilifu, unakuwa imethibiti kuandama mwezi wa Ramadhani. Tunapokea hiyo habari. Soma ndugu zetu mara nyingi wanajiita mashafi, wanakuambia tena mpaka ni uone kwa macho. Kipofu naye jamani, kipofu naye hata fungaga mpaka mtu auone. Sio hivyo bwana, hapana. Liqaulihi sallallahu alayhi wa liqaulihi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Surah al-Baqara aya 185 sura 35. Yule ambaye atashuhudia mwezi umeandama kwa kuona, kwa kusikia, kupewa habari, falyasumhu, basi na ufunge huyo mwezi. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallama, na kwa ushahidi wa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, idha raaitumuhu fasumu, mkiuona mwezi basi fungeni. Na ile neno fungeni linahusu ulimwengu mzima. Wameuona China, wametupa ushahidi sahihi, na sisi huku tunafunga. Tutatofautiana masaa. Wao wameona ingaliki inshakuwa usiku, sisi ingaliki mchana, tayari mwezi ushafanyaje? Mwezi duniani ni umoja tu. Sasa watasema na ule ni mwezi wa China. Sisi tunangoja wa kwetu wa Burundi. Sasa wa Burundi ndio utakuwa waje? Na huyu umma ni umma mmoja. Aje wewe nani? Ndio maana Rasulullah akasema fa idha raaitumu fasumu, fungeni ulimwengu mzima. Wali hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kwa ushahidi wa hadithi Abdullah ibn Umar, Allah waridhie wote wawili, yeye na baba yake Abdullah na baba yake Umar, anatuambia akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ru'yati ramadana fasama, nilimwelezea mjumbe wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bi ru'yati ramadana fasamahu, nikamweleza mtume kwamba mwezi umeonekana. Kuonekana kwa mwezi mtume akafunga kwa kusikia habari, anaambiwa tu na sahaba wake. Wa amara an-nasa bisiyamihi, bali akawaamrisha na waislamu wote wafunge. Fa in lam yura al-hilalu, sasa ikitokea ndo mwezi haukuonekana, au lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, wala tujapata ushahidi kutoka kwa muislamu muadilifu kwa kuonekana mwezi,
wajaba ikmalu iddati Shaabana 30 yawman. Hapa inakuwa ni wajibu tukamilishe siku 30 za mwezi wa Shaaban, kwa kuwa mwezi kufanyaje haukuonekana. Wala yathbutu dukhulu shahri bighairi hadhaini al-amrayni, na mwezi hatuwezi tukasema kwamba umeandama au mwezi tayari umefika ila kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, ru'yatul hilal, ni mwezi kuonekana kwa mwezi, tunafunga au tunafungua. Au itmamu Shaabana 30 yawman, au kukamilisha siku 30 za mwezi wa Shaaban. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam aliposema sumu liruyatihi, jamani fungeni kwa kuonekana mwezi, sio kwa kuona, kwa kuonekana mwezi. Wa aftiru liruyatihi, na fungueni kwa kuonekana mwezi. Fa in ghummiya alaykum, na ikiwa pametokea makungugu au mvua nyingi au upepo, mawingu yamekuwa mengi, hamkuona mwezi, fa akmilu iddata Shaabana 30, basi kamilisheni idadi ya mwezi wa Shaabani siku 30. Hapo pametokea hali ambayo imefanya sisi tusiuoni. Katika nchi za wenzetu kuna wakati unatokea upepo warabuni, yani panakuaga vumbi inafunika mji mzima, hakuna namna mtu aone. Basi hapo watu, na kama wakupata habari wanakamilisha. Lakini alhamdulillah siku hizi kwenye mamlakatul arabia as-Saudia, Allah tuhifadhie nchi yetu ile, siku hizi wana jopo la wataalamu, les astronauts, vijana ambao wamesomea ilmu ya anga na wamesoma na dini, na wana vifao sio mchezo. Tarehe 28 vifao vinapangwa sehemu, wanaingia mdesert kule huko kabisa mbali ya mji, wanaandaa vifao vyao. Yani mwezi ukitoa dicho, kwa Kiswahili chetu cha Buyenzi, ukitoa tu dicho tayari washauona, ukichomoza tu tayari wameshauona. Vifao vya kileo ambavyo vinawasaidia katika kuona mwezi. Wa yathbutu inqida'u ramadana bi ru'yati hilali shahri shawwali, na vile vile inathibiti kuonekana mwezi wa Shawwal unamalizika. Wa yathbutu inqida'u, naam, na inathibiti kwamba mwezi umemalizika, mwezi wa Ramadhan, bi ru'yati hilali shahri shawwal, kwa kuonekana mwezi muandamo wa Shawwal, mwezi wa 10 wa Kiislamu. Bishahadati muslimaini adlaini, ndio tofauti hapa, kwa ushahidi wa waislamu wawili waadilifu. Tumesikia wakati wa kuonekana mwezi wa Ramadhani shahidi ni mmoja tu. Kwa nini? Kwa kuwa ni ibada ambayo kidogo inawakera watu. Hakuna mtu anaweza kajiazardeti aje asimama na nimeona mwezi na yeye kuona. Mara nyingi watu hawataki kufunga. Kwa hivyo Allah katuwekea shahidi mmoja tu. Lakini wakati wa kuonekana mwezi wa Shawwal, yani kufungua, kwa kuwa watu wote wana shauku wafungue, Rasul akatuwekea mashahidi wangapi? Wawili. Kaweka uzito kidogo hapo. Jo, watu wana hamu ya kula, wana hamu ya mengine mambo mengi tu. Kwa hivyo ikawa wakati wa kuandama mwezi wa Ramadhani shahidi mmoja, lakini wakati wa kuandama mwezi wa Shawwal mashahidi wawili. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yati al-hilal, kama wakutupa ushahidi waislamu wawili tena waadilifu bi ru'yati al-hilal, kwa kuonekana mwezi, wajaba ikmalu iddati ramadana 30 yawman. Hapa
inakuwa ni wajibu tukamilishe siku 30 za mwezi wa Ramadhan, tunakamilisha. Naam, masala ya mwisho ambayo tutasimamia kwayo leo, almas'alatu sabi'a, masala ya 7, waqtu niyati fi sawmi wa hukmuha, wakati wa kuweka nia katika saumu na hukumu yake. Na hapa ndo panakuwa vituko kwa ndugu zetu ambao wanajiita atini mashafi, wanakaa wananuizana, au sio? Msikitini nawaitu saumu aada saumu ghadi anadai, yani formula ya walitunga wao wenyewe. Sasa tunawauliza, jamani, kwani muislamu ibada ni moja tu? Wanasema hapana, hata swala tunanuia. Na ni kweli, nakuja msikitini nawaitu an usalli salat al-fajr au salat al-dhuhr 4 rakaat, imamu Sheikh Abdul Jabbar masjidi na Rumanga. Unataka nini? Wao ni kama ni comedy uko nafanya. Nia ni kati ya mja na Allah. Wewe na Allah unamwambia tena, Allah naye anajua. Unamfunza kama ulikuwa ujui huu msikiti wa Nyarumanga au hapa ni markazi Nyarumanga, kama ulikuwa ujui mambo yake ni fulani, kama ulikuwa ujui idadi ya rakaa ni hizi. Astaghfirullah. Yani mtu anachelewa takbiratul ihram kwa ajili ya nia tu, anaitongoa. Kuna mwingine zamani alikuwa wazee wetu, Allah walazima ala pema, anashafunga swala na wapi sikuisema vizuri, anafungua tena, anajipanga, anapanga na koti, ndio anawaitu an usalli. Mambo gani jamani? Wewe umetoka nyumbani, umechukua birika, unatawadha, unataka kufanya nini? Unataka kusali, tayari imetosha. Sasa ni hizo ibada ndo zenye wanawekea nia. Tunauliza, nani ashakaweka nia ya kutoa sadaka? Mshagamsikia? Na wai tunataka kutoa sadaka. Mshagasikia hiyo? Maana nataka kuoa na ni ibada, sio ibada? Ibada. Mbona waweki nia? Tena waitamke kabisa. Kwa harusi, na wai tu mimi baba harusi, na wai tunataka kuoa, tamuoa Maryam. Mama harusi nasema na waitu mimi mama harusi nataka kuolewa na fulani. Kwa nini hayo yote yafanya? Hii ni uzushi. Kwa kuwa wanawazuoni wametuambia an-niyatu mahalluha al-qalb. Nia mahala pake ni moyoni, ndani ya nafsi. Wewe na Allah. Aje wewe ungoje kwanza kumwambia, uanze kusema hakuna hicho kitu. Hakuna kabisa. Yajibu ala saimi an yanwiya siyama, ni wajibu kwa mwenye kusaumu kunuia saumu. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha, na jambo hilo la kunuia ni nguzo katika nia ya saumu, kama ilivyotangulia kule mwanzo, tulianza mwanzo wa kitabu huko, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, innamal a'malu binniyati, hakika matendo yanakwenda kwa nia za matendo yenyewe. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mtu atalipwa kwa yale aliyonuia. Maneno ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwiha min al-layli fi siyami al-wajib, na atanuia wakati wa usiku wa saumu za faradhi. Na tukisema usiku ni kuanzia linapozama jua mpaka kabla ya alfajiri kuchomoza, ndo usiku huo. Kwa hivyo lazima nia iwe hapo. Naam, kasaumi Ramadhana, kama vile saumu ya Ramadhani lazima nia iwe usiku. Wal kafarati, na saumu ya kafara kama tulivyosikia kule mwanzo, nia lazima iwe usiku. Wal qada'i, na saumu mtu analipa siku zenye alikula Ramadhani, lazima nia iwe usiku. Wan nadhri, na nadhiri, saumu ya nadhiri lazima nia iwe usiku. Hizi zote hapa zimetajwa ni saumu za wajibu. Walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahidatin, japo mtu anuie kabla ya alfajiri hata kwa dakika moja.
aweke nia. Kabla ya alfajiri kuchomoza aweke nia. Alfajiri tu ikishachomoza hajaweka nia ya kufunga, basi hiyo siku hakuna namna ifunge. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, man lam yubayyati siyam, Rasul anasema yule ambaye hatolala na nia, man lam yubayyati siyama qabla alfajri fala siyama la, yule ambaye hatolala, bayata ni kitendo cha usiku hicho, kulala nyakati za usiku, ambaye hatolala na nia ya swaumu kabla, mpaka ikafikia kabla ya kuchomoza alfajiri, fala siyama la. Yani swaumu hizi tumezitaja hapa, ya Ramadhan, ya kafara au kulipa au nadhiri, nia yake lazima iwe usiku. Faman nawa sauman fi nahari, atakainuia kufunga mchana, walam yat'am shay'an, japo hajala chochote, lam yujzi'uhu, haitokubalika hiyo saumu yake, illa fi siyami tatawwu'i, isipokuwa katika saumu za sunna. Saumu za sunna, fayajuzu biniyatin minan nahari, inajuzu mtu kuweka nia mchana. Idha lam yat'am shay'an, anapokuwa mtu hajala, hajatumia chochote, min aklin au shurbin, anapokuwa mtu hajatumia chochote, sawa chakula au kinywaji, wa mchana, saumu ya sunna inakubalika. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, kwa ushahidi wa hadithi ya mwana Aisha radhi za Allah ziwe juu lake, anasema dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin, ya salam, kwamba siku moja aliingia nyumbani kwangu mjumbe wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, faqala, akaniuliza, hal indakum min shay'in, jamani mna chochote? Nabii anauliza. Qulna la, wake zake wote akamwambia hakuna. Hebu fikiria, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anauliza huko, jamani kuna nini? Hamna. Huko kuna nini? Hamna. Nyumba zote wake zake wanaambia hakuna chochote. Qala, Mtume akasema, fa inni idhan saim, kwa hiyo basi mimi leo nafunga. Yani badala ya kushinda na njaa ya bure, bora nifunge. Sisi sasa tunakuagaje? Yani mtu bora ale fungo moja la karanga tu, lakini Kiswahili chetu hicho anaregeza roho, anashindia fungo moja la karanga. Usiona ni hatari. Au fungi ujipatie ujira, kwa kuwa kuwekania hata mchana imeshakuwa saa 4, umetama mazingira yote hamna. Eba hii siku imepita hii. Hii siku imepita, eba anaweka nia kufanya nini? Ya kusoma. Bas unanuia moyoni mwako kwamba umefanyaje? Umesaumu. Amma siyamul wajib, ama saumu ya wajibu, fala yanaqidu biniyatin minan nahari, haikubaliki kuweka nia wakati wa mchana, wala budda fihi min niyati llaili, ni lazima mtu aweke nia usiku. Watakfi, shana kwa faida kwa kumalizia, watakfi niyatun wahidatun fi bidayati ramadana li jamii shahr, na inatosha mtu unajiwekea nia moja tu ya kufunga mwezi mzima, ili kila siku usiwe unakumbuka kesho nitafunga. Mroho yako hapo, kesho weka tumia hii Ramadhani yote nitafanyaje? Nitafunga. Lakini hapa ikitokea ukaumwa, ukalazimika kula, au ikatokea hali yoyote ile ambayo imekufanya wewe ule, utaweka tena nia vipya. Juu ile nia ya mwezi unakuwa umeshaifanyaje? Umeshaivunja, umeisimamisha, unaweka nia vipya. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawmi, na inapendeza ukawa unairenuvele, unaifanya vipya nia yako kila siku. Lakini ya nini? Ukisahau unakuja kukumbuka asubuhi, ya Allah sikuweka nia. Na ndo zamani watu wengi walikuwa wanakula kwa ujanja, anakwepa msikitini hawakumnuiza, kisha asubuhi unamuona jamaa yuko anakula mkate. Mbona wako kufunga tu? Basi wana utaweza, jana bana nilisahau kunuia.
ujanja. Na nani alikupa ruhusa kula mchana? Na wewe hauna udhuru wote. Tashinda na njaa yako hivyo hivyo na hiyo siku utailipa. Kwa hivyo ndugu zangu, leo tutasimamia hapa. Tutaendelea inshallah hapo tumemaliza mlango wa kwanza wa kitabu chetu. Tutaanza sasa mlango wa pili wa kitabu chetu, kitabu as-siyam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.